kweli mimi ni moja kati ya watu ambao niliondolewa kazini kwa sababu ya ithibati. Lakini ukienda kwa wataalamu wenyewe wa mambo ya uandishi wa habari kuna mvutano kidogo. Mvutano uko sehemu moja. Kuna watu wamesomea uandishi wa habari hawana kazi. Kuna watu hawajasomea uandishi wa habari lakini wana vipaji lakini wako kazini. Sasa wale wanaona sisi tumesoma na hatuna kazi, lakini mimi nadhani wanapaswa kujua kitu kimoja. Pamoja na cheti ulichonacho, lazima uwe na kipaji, kwa sababu huko unapoenda kutangaza kuna ushindani. Kuna watu wana talanta ya utangazaji, kuwavutia watu waweze kumsikiliza mtu. Sio kama unaelewa, talanta ya kuongea ni vitu. Unaona mzee alivyokuwa anaongea hapa na mimi ninavyoongea, unaona ni lugha kama ni lugha wote Kiswahili, lakini kinatofautiana kidogo kwa sababu yeye hana talanta ya kuongea. Yeye ana talanta ya kufundisha, ya kuelekeza, ya kutafuta fedha, na unaona ni tajiri, Mungu ashamsaidia, riziki inaingia ni nyingi. Mimi talanta yangu ni kupiga mboyoyo, mwana siasa, influencer, lakini chawa wa wananchi wa Kigoma mjini. Niko hapa kwa ajili ya kutafuta maisha yao, kuhakikisha mambo yanaenda vizuri. Mzee wangu sio na wasiwasi. Mimi ni chawa wao, wamenituma wale. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo tunaenda bungeni, nataka tujadiliane na mawaziri kuona namna ambavyo watatengeneza namna yoyote ya kuokoa vile vipaji vya watu ambao hana cheti cha ithibati lakini alishia form 2, ana talanta kubwa. Ukitaka huyu mtu ili aweze kupata hicho cheti cha ithibati cha diploma, tafsiri yake aje Brothers Academy, asome miaka 2 au mwaka mmoja, and then aingie kwenye diploma ambao ina maana itamgharimu karibia miaka 3 mbele. Anaishije huyu mtu wakati hapa alikuwa anatengeneza riziki kubwa? Kwa ufupi, kwa watu walioishia form 2 au form 3 au form 4 lakini hajafanya mtihani wa form 4, kama toka afanye mtihani miaka 10 haijapita, ndio sahihi. Kama miaka 10 haijapita, anaweza kaja akatumia namba yake ile ya form 2 tukamsajilia form 4 kama mtainiwa kujitegemea, akafanya mtihani wa form 4. Ina maana anahitaji akae mwaka mmoja tu, afanye form 4 asonge mbele. Umesikia hiyo? Ni option. Kwa hiyo pamoja na kama tutapigania namna ya kuokoa vipaji vya vijana ambao wana vipaji vya utangazaji lakini hawana hiyo ithibati, tunaenda kuipigania hiyo, siwezi kuiacha, lakini hatuwezi kuzuia watu kusoma. Huwezi kuwa kiongozi wasema msisome, haiwezekani. Wakati tunapigania vijana waende wakawasome, lakini tunataka pia wao wanatengeneza riziki iendelee kuwepo hapa. Serikali ilitoaga gap hilo, watu wakadharau. Umeelewa vizuri? Ilisha kutoa gap hilo kwamba bana, baada ya miaka 5 tutataka ithibati. Kwa hiyo ile miaka 5 kama tungeingia shule haraka haraka, kama tungekuwa tunajua kuna hizi options za Brothers Academy, sasa hivi tungekuwa tayari ya ithibati tunayo. Umeelewa? Sasa ndio tutakuwa tunaelewana, na tutakuwa tunaimba wimbo mmoja kwa pamoja, kwa sababu imekuwa kuna maneno mengi sana. Baba Levo hana degree, mzee wangu nisaidie nipate degree. Imeisha hiyo. Naomba unisaidie nipate degree. Kichwa ninacho, uwezo wa kusoma ninao, wananchi wa Kigoma mjini wananikubali. Wananchi wa Kigoma mjini wananikubali. Hivi Baba Levo unasoma nini? Hapana wananchi wangu, najua huko mbele mtataka Baba Levo agombee, alafu atawekewa kakitu ambako kamekaa kisheria, mtakwama, mwezi kumpata Baba Levo. Kwa huo ni mtego. Kukubali kama Baba Levo asisome akapata vyeti, huo ni mtego. Sio kama unaelewa. Nakumbuka mzee wangu wakati nafanya kazi kwa mzee wangu Diamond Platnumz ambaye ndo ananilipia ada kwenu. Yeye ndo anayelipa, na amesema Baba Levo usitoe shilingi 10, nalipa kila kitu. Nilitolewa redioni na kitu kinaitwa ithibati. Umeelewa vizuri? Nina talent. Diamond Platnumz anajua kabisa Baba Levo anaingiza pesa ambayo inaweza kulipa wafanyakazi wengine wa Wasafi zaidi ya 27. Sio kama unanielewa. Alafu inakuja kigezo cha ithibati, Baba Levo anatakiwa atolewe, makampuni yanarudi nyuma. Sio kama unanielewa. Kwa hiyo kuna kipaji kilikuwa kinahitaji support ya vyeti ili kiendelee kuhudumia. Mzee wangu tangu nimeondoka pale Wasafi na walizimaga na mitambo. Maka niliondoka mimi, aliondoka Kitenge, aliondoka Juma Lokole, aliondoka Zembwela, angalia hizo talent zote, lakini kwa sababu ya vyeti
tulikwama kwa hasira. Wale wazee wa ithibati nikasema bwana, acha mimi nikagombee ubunge ili na mimi nikawajadili kule bungeni. Sasa hivi na mimi nawajadili kule kupitia waziri wa habari mzee wangu mzee Makonda, au sio bana? Kwa hiyo nadhani mnaona namna ilivyo. Unaweza kuwa una talent, una kila kitu, lakini kuna kitu kinakuja kama mnaita discrimer au discrimer. Si discrimer, utanifundisha walimu wa English hapa. Kuna kitu kama kanakuwa kama kakikwazo hivi ambako kanakufanya usifikie lengo, na kikwazo chenyewe ni vyeti. Kwa wananchi wa Kigoma mjini, najua kuna watu watasema mbunge wenu ndo kwanza ameanza form 1. Wala msio na wasiwasi wote. Nitamaliza shule, barabara nitaendelea kujenga, nitaendelea kujenga masoko, nitaendelea kuwapambania huku nasoma, ili huko mbele mkitaka Baba Levo arudi tena, mambo ya katiba mpya yakija akaleta mambo ya mabadiliko kwamba sio mbunge lazima awe na vyeti au sio na nini, niwe tayari nimeshasogelea hata kwenye hiyo degree. Kama watasema mbunge ana degree, nayo itakuwa wameenda mbali sana kiongozi. Unaweza kwanza na diploma ukiona kuna kuchelewa, lakini no, wanaweza wakasema mbunge awe at least ana form 4. Muonelea vizuri, so form 4 ndakuwa tayari niko nayo. Kwa lazima nisoge, hata wakisema awe na degree nitakuwa niko mwaka wa pili, nitasoma, nitasubiria mwaka unaofuata kuliko ndo nianze wakati wanasema hayo maneno. Kwa hiyo wananchi wa Kigoma mjini, mimi ni mwanafunzi wa Brothers Academy. Mkitaka kujua chochote kuhusiana na mimi na Brother Academy, pigeni namba 0717 28 0669. Na kama na wewe unataka kujiunga na mimi Baba Levo leo hii, kujiunga Brothers Academy, tusome wote kwa pamoja. Tusome ki VIP au uende ukasomee pale pale shule. So lazima uwe VIP. Unaweza kuwa unataka kwenda pale pale shule. Na mimi mwenyewe kuna muda nitakuwa naenda kusomea pale pale shule. Usomee nyumbani au usomee sehemu tofauti tofauti kupitia Brothers Academy. Piga 0717 28 0669. Ndugu zangu waandishi wa habari, narudi shule, na shule inayosoma ni Brothers Academy. Nashukuru sana na okay. Sasa usajili wangu uko tayari, wasije wakaskani hawa mbona unajua wao mashabiki wakaniskani. Usajili wangu uko tayari, kwa hiyo dokumenti zangu ziko tayari. Ase Bandago, naomba hapa ni saini niweze kuniwekea pale. Nikusainia kwako sasa ya shule hii. Nashukuru sana. Mwani kupe na hii hata ikichaka hii nyingine nataka ni wewe ndio chukua na hii Bandago. Hii nataka niiweke kwenye nanili kabisa ili ibakie kama kumbukumbu. Hii utaenda kuiwekea ile nini? Unaita nini? Lamination iweke lamination ili ibakie kama kumbukumbu kwenye maisha yangu. Haya. Kama kuna mtu yoyote